Kama unatazama simulizi hii sasa hivi na unataka nijue umefika hapa, nisaidie kubonyeza subscribe na like na kuandika maoni yako, kwa sababu sehemu hii ya pili inafungua siri ambayo haikuwahi kusemwa wazi. Ukifika hadi mwisho, utaelewa kwa nini shule hii haijawahi kufungwa licha ya vifo vilivyotokea ndani yake. Baada ya kuona yale macho mekundu usiku ule, Juma hakuwa yule tena. Asubuhi ilipofika, alijikuta amekaa sakafuni karibu na mlango wa bweni. Hakukumbuka alirudi lini kitandani. Wanafunzi wenzake walikuwa kimya kuliko kawaida. Hakuna aliyemtazama machoni. Baraka alimfuata taratibu wakati wa mapumziko. "Ameanza kukuona," Baraka alisema kwa sauti ya chini. "Nani?" Juma akauliza. "Kile kilichoko hapa shuleni." Miaka mingi kabla shule haijajengwa, eneo lile lilikuwa makazi ya ukoo wa watu waliodaiwa kulinda mpaka kati ya ulimwengu wa walio hai na waliokufa. Kila kizazi kilipaswa kutoa mmoja wao kama sadaka kulinda nguvu hiyo. Lakini kijana mmoja wa ukoo huo alikataa. Alikimbia na laana ikaachwa ardhini. Miaka ilipita, shule ikajengwa juu yake, lakini laana haikuondoka. Baraka alimwangalia Juma kwa makini. "Jina lako la ukoo ni nini?" "Amani," Juma akajibu. Baraka akavuta pumzi. Yule kijana aliyekataa sadaka, jina lake lilikuwa Amani. Moyo wa Juma ukaanza kupiga kwa nguvu. Hakutaka kuamini, lakini kila kitu kilianza kuungana. Usiku uliofuata, sauti haikugonga mlango tena. Ilizunguka vitandani. Hatua zisizoonekana zilisikika sakafuni. Mwanafunzi mmoja alianza kupiga kelele akisema kuna kitu kimekaa juu ya kifua chake, lakini hakuna aliyeonekana. Juma alianza kusikia sauti kichwani. "Umerudi, malizia kilichoanzwa." Alifunika masikio, lakini sauti haikutoka nje, ilikuwa ndani yake. Siku iliyofuata, aliitwa kwa mwalimu mkongwe zaidi shuleni. Mzee Kileo alimkabidhi faili la zamani. Ndani kulikuwa na picha ya mwanafunzi aliyepotea miaka mingi iliyopita. Uso wake ulifanana na wa Juma. Chini ya picha iliandikwa, "Amani, mwanafunzi aliyepotea mwaka 1983. Dunia ya Juma ikatikisika. Usiku huo, sauti ilimuita nje ya bweni. Hakuhisi hofu tena, alihisi kama anavutwa. Alifika katikati ya uwanja wa shule. Kivuli kikubwa kilikuwa kimesimama gizani. "Ukoo wako uliahidi," sauti ilisema. "Damu yako imerudi. Malizia." Ndipo Juma alitambua ukweli. Laana haikutaka wanafunzi wote. Ilikuwa inangoja damu ya ukoo ule irudi. Na sasa ndiye aliyesimama pale. Upepo mkali ulivuma, kivuli kikapanuka. Sauti ya mwisho ikasikika. Usiku wa mwisho unakaribia. Juma alisimama pale akijua sasa hii si vita ya wanafunzi tu, ni vita ya ukoo wake. Na bado hakujua kama yeye ndiye ataleta mwisho wa laana au ndiye atakayekamilisha sadaka ambayo ilikataliwa miaka mingi iliyopita.